Saudi Arabia yashambulia ngome za Marekani Hudaida. Muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umetangaza kuwa operesheni yake dhidi ya Wahouthi imekamilika baada ya kushambulia kambi za kijeshi za kundi hilo kufuatia mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika bahari ya Sham. Msemaji wa muungano huo Tariq al-Mariq alisema kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X kuwa Wahouthi walilenga meli za biashara katika bahari ya Sham. Jambo linalochochea muungano kujibu kwa kile alichokiita jibu kali na la kuamua. Kwa mujibu wa Mariq al-Mariq, mashambulizi hayo yalilenga maeneo yaliyokuwa, kwa mujibu wa chanzo cha kiusalama kilichozungumza na AFP, mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya kijeshi na ngome zinazotumiwa na Wahouthi. Runinga ya Mathila inayomilikiwa na Wahouthi ilisema maeneo kadhaa katika mkoa wa Hudaida yalishambuliwa, huku wakazi wa eneo hilo wakithibitisha kusikia milipuko kadhaa. Na kundi la Wahouthi wa Yemen limetishia kulipiza kisasi dhidi ya Saudi Arabia siku ya Jumamosi, likishutumu nchi hiyo kwa kulenga miundombinu ya kiraia. Hatua hiyo inaashiria kuongezeka kwa mivutano katika vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Aidha, kundi hilo limetishia kulenga njia kuu ya usafiri wa baharini za Saudi Arabia. Mashambulizi hayo yanajiri wakati mvutano wa kiusalama katika eneo hilo ukiendelea kuongezeka. Hivi karibuni Wahouthi walitangaza kuanzisha mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia na kudai kulenga meli zinazohusishwa na taifa hilo. Kwa hiyo kimsingi kwamba bado hali huko Mashariki ya Kati bado ni tete sana, na tumeona Wahouthi wanaendelea kuiunga mkono Teherani kwa sababu ni wakala lakini pia ni washirika wake ambao Iran anawategemea sana katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini pia kulenga meli katika bahari ya Shamu inamaanisha kwamba Wahouthi wanaiunga mkono Irani kwa juhudi zote kwa kufa na kupona. Hii inaleta picha au taswira kwamba Wahouthi wako tayari kufa hadi mwisho wa toni lake au mwisho wa toni lao kwa kuisapoti nchi hiyo ya Wajemi au nchi hiyo ya Kiislamu. Kwa hiyo tunaona kwamba Irani, tunaona wiki ya jana inasemekana kwamba Teherani imesafirisha makamanda lakini pia na vifaa kuwapelekea Wahouthi. Hii ni hali ngumu sana kwa sababu kupeleka kwa makamanda na vifaa hivyo inaenda kuweka hatarini meli zinazopita katika maji ya bahari pale Saudi Arabia au kwenye hiyo bahari ya Sham. Kwa hiyo hali ni ngumu sana, na kama itaendelea hivi basi tujue kwamba bei ya mafuta itazidi zaidi ya dola 100 kwa pipa. Kwa kweli hali ni ngumu sana huko Mashariki ya Kati, lakini duniani kote kwa ujumla. Tumeona kwamba sasa mafuta ghafi bado yameendelea kupanda kwa kasi, kila siku yanapanda kwa kasi, na hii inachochea mdororo mkubwa sana wa kiuchumi. Kwa hiyo kimsingi katika mgogoro huu vitu vya muhimu au katika jambo la muhimu kwa sasa ni kuwaweka kwenye meza mazungumzo hizo nchi tatu zikiwemo na Israeli kwenye meza mazungumzo ili kuona ni kwa namna gani wataweza kumaliza hayo masuala ya kikanda, lakini pia na masuala ya kijiografia pia. Yote kwa yote tunasubiri tuone nini kinaweza kutokea hapo baadaye. Jamani, asanteni sana, karibu kwenye MJ Channel.